Nitajitahidi. Jina langu linaitwa Askofu Benson Bagonza wa KKKT Diocese ya Karagwe iliyo mkoani Kagera, sio Korogwe kule Tanga, Karagwe mkoani Kagera. Ninafurahi sana kwa kualikwa hapa, na napenda kipekee sana ni washukuru ndugu zangu wa CSL pamoja na LHRC kwa kutuwezesha kukutana hapa. Mama wa LHRC, asante sana. Unaweza sana bwana. Deus ameshaniwakilisha wa kusema sasa inabidi tusubmit kwa kina mama. Sasa nianze kwa haraka. Kwa muda mfupi niliopewa, nianze kwa kuondoa mkanganyiko kuhusiana na mada hii, lakini nataka niuondoe kwa njia inayoweza kuongeza. Ziko dhana tatu zinazogusa mada yangu. Dhana ya kwanza, kama mlivyoiona kwenye kabrasha, ni uhuru ni maendeleo. Uhuru ni maendeleo, au maendeleo ni uhuru. Maana yake yani ule mchakato wa kupunguza vidhibiti uhuru, ninaziita unfreedoms, na kupanua wigo katika maisha ya mwanadamu kuchagua, sio kuchaguliwa anachokitaka. Mchakato huo na matokeo yake ndiyo maendeleo. Sasa tumesikia hapa kwenye miafaka chaguzi zote zinazoeleza, picha unayoipata ni kwamba wananchi hawakuchagua, wamechaguliwa. Sasa hizo unfreedoms ndiyo dhana inayozungumziwa hapa. Ya pili, uhuru au maendeleo. Uhuru au maendeleo. Hii ni dilema au mtanziko wanasema, unaomlazimisha mtu kuchagua ama anataka uhuru lakini asidai maendeleo, au achague maendeleo lakini aachane na madai ya uhuru. Katika kipindi kilichopita tulifika huko. Unataka uhuru, maendeleo atukuletei. Unataka maendeleo, funga mdomo. Sasa dhana hii yaweza kuwa ndani ya nchi au katika mahusiano kati ya nchi na nchi nyingine, kwamba ukidai uhuru maendeleo upati, ukitaka maendeleo uhuru wako uweke rehani. Dhana ya tatu na ya mwisho katika mada yangu, uhuru na maendeleo vyote pamoja. Hii ni dhana ambayo tulianzisha baada ya kupata uhuru. Uhuru na maendeleo inayoweka uwiano katika haki ya mtu kuwa huru na kuwa na maendeleo yanayotokana na uhuru alionao mwanadamu katika kujiletea maendeleo yeye mwenyewe. Sasa serikali na taasisi nyingine zinahusika katika kuweka hurari wa uhuru na maendeleo. Sasa si vibaya kukumbushana, kwa sababu watu wanasahau. Kama taifa kwamba tulipata uhuru wetu wa kujitawala mwaka wa 61. Kabla ya hapo tulikuwa tunafanyiwa mambo mazuri na wakoloni na makubwa, lakini tukiwa chini ya utawala wa wageni. Kwa hiyo uhuru wa kujitawala ilikuwa hitaji kubwa kuliko barabara, kuliko shule, kuliko madaraja, kuliko ndege, kuliko majengo, hata kuliko chakula kizuri cha bure. Aliwahi kusema Mwalimu Rwaitama hapa kwamba hata kule Afrika Kusini utawala wa makaburu ulifanya mambo yote haya makubwa, lakini bado watu waliingia barabarani kudai nini? Uhuru. Tuliupata uhuru wetu bila kumwaga damu, lakini pia bila kubembeleza. Na viongozi wetu waliotuongoza kuupata huo uhuru, tuliwapa wajibu wa kuulinda uhuru huo na kuongeza kila siku, siku upunguza. Pamoja na jitihada hizo zote, taifa letu limepitia vipindi vinne muhimu katika dhana nzima ya uhuru. Kipindi cha kwanza, uhuru usioleta kujitawala, tuliuita uhuru wa bendera. Watawala tunao, lakini maamuzi wanaamuliwa na watu walioko nje. Kipindi cha pili,
tukawa na kipindi cha kujitawala bila kuwa huru. Viongozi ni wetu wenyewe, wakatugeuka na kuanza kutufanya kama wakoloni walivyokuwa wakitufanyia. Tofauti ikawa ni rangi tu. Sehemu ya tatu ni ya madaraka yasiyokuwa na mamlaka. Taifa lenye alama za madaraka, zile instruments, lakini haziheshimiwi na yeyote. Hakuna utawala wa sheria. Kama kule porini tu, unaona simba anakimbia na kamata kaswara anakula, kuna nyumbu anazaa hapo mtoto kabla hata hajamnyonyesha anakuja mwingine anachukua anakula. Na kipindi cha 4 ni mamlaka yasiyokuwa na madaraka. Utawala wa sheria unaojenga matabaka na kuwatumikia watu wachache. Pia ni pale inapokuwepo katiba, lakini watawala wana nguvu kuliko katiba yenyewe. Hii inaitwa katiba bila ukatiba. Constitution without constitutionalism. Unakuta una rais na nguvu kuliko katiba, na nguvu kuliko nchi, spika na nguvu kuliko bunge lenyewe. Nishasema askofu ana nguvu kuliko hata kanisa lake, sheha na nguvu kuliko msikiti. Ndio hiyo, una katiba lakini viongozi wana nguvu kuliko katiba yenyewe. Sasa sura hizi 4 zinaibua mgongano wa kitabaka katika taifa, na tunajikuta na mambo yafuatayo. La kwanza, watawala wakisisitiza uhuru wenye mipaka kuliko uhuru kamili. Huu msemo wa uhuru wenye mipaka ni fashionable sana kwa watawala wetu, na mimi nimeubatiza kwamba huo ni utumwa mstaarabu. Uhuru wenye mipaka ni sawa na kusema huu ni utumwa mstaarabu. La pili, watawala wanasisitiza amani kuliko haki. Ya tatu, watawala wanasisitiza wajibu kuliko haki. 4, bunge ambalo ni sauti ya wananchi linajikita sana katika kuishauri serikali kuliko kuisimamia. Na mihimili ya dola yote mitatu inaungana katika kushambulia uhuru na kuwachagulia wananchi maendeleo. Wananchi wanajikuta wanaiogopa serikali na serikali haimwogopi yeyote. Sasa kwenye uhuru tungeishia hapo kwa sababu ya muda, yako mengine ambayo ningeweza kujadili. Hebu tuangalie pia maendeleo, kwa sababu ndio ilikuwa kusudi sana na walioniomba niongee hapa. Maendeleo. Ukitenganisha uhuru na maendeleo, kinachotokea si maendeleo. Ukitenganisha uhuru na maendeleo, kinachotokea si maendeleo endelevu, bali ni mchakato wa kuondoa uhaba. Unaondoa uhaba, scarcity, bila kuongeza uwezo wa watu kunufaika na vitu hivyo ambavyo umevileta kwa kuondoa uhaba. Sasa kila kitu ni mchakato. Tumekuwa katika majaribio ya kuleta maendeleo na kila wakati ni mchakato. Maendeleo hayo yaliyotenganishwa na uhuru na kudaiwa ni ya wote ukosa uhalali, kwa sababu kwenye fikra za walengwa bado kuna mikatale na mazuio mengi, unfreedoms, ya kutumia hivyo vitu vinavyodaiwa ni maendeleo. Unawaletea watu vitu unaviita ni maendeleo, lakini watu wamefungwa mikono na fikra, hawawezi hata kufanya nini? Kuvifaidi. Maendeleo ya vitu yanageuka kuwa kinga ya watawala kutojihusisha na maendeleo ya ukombozi wa fikra za watu. Kazi ya msingi ya kulinda na kuongeza uhuru inaonekana si ya muhimu. Nguvu kubwa na teknolojia ya kisasa vinatumika sana kuwalinda watawala badala ya kulinda uhuru wa nchi na watu wake. Kwa hiyo ukitenganisha uhuru na maendeleo, unaondoa uwezekano wa mchakato au michakato ya kidemokrasia yenye kuwajumuisha watu wote, kwa sababu makatazo, sheria, kanuni zilizopo vinazuia ujumuishi wa wote katika demokrasia. Nadhani wale waliotamkwa kwamba watarespondi kwenye haya maneno yangu, vijana na wanawake, hii ndiyo sehemu yao.
unajikuta una michakato ya kidemokrasia, lakini iliyozungukwa na makatazo mengi kiasi kana kwamba wanawake, vijana hawawezi kupenya yale makatazo kuweza kujumuika katika jukwaa lililo sawa kwa wote katika nchi. Mathalani, kukosekana kwa haki ya kuchaguliwa mpaka uwe mwanachama wa chama cha siasa. Kura yako wanaitaka, lakini wewe huna haki ya kufanya nini? Ya kuchaguliwa. Una haki ya kuchagua, lakini huna haki ya kuchaguliwa. Pili, kukosekana kwa tume huru ya uchaguzi. Mgombea mmojawapo anateua tume yake ya kusimamia ushindi wake. Tatu, utaratibu wa mshindi achukue chote. Hii winner takes all, mmeshaizungumzia, unawanyima watu wengine kushiriki katika michakato ya maendeleo ya taifa lao. Nne, kukosekana kwa utaratibu wa kusitisha au kuitisha viongozi wa kuchaguliwa kabla ya wakati wa uchaguzi endapo wamekosa uhalali wa kuwawakilisha wananchi. Kwamba mnanichagua mimi leo alafu naamua kukaa nyumbani kwangu Karagwe na mshahara naendelea kuvuta mpaka miaka 5 ipite, hamna cha kunifanya, mimi nishanichagua. Tano, kukosekana kwa uhuru wa kutosha wa mihimili yote. Najua hapa mjadala mara nyingi umejikita kwenye kukosekana kwa uhuru wa mahakama, kukosekana kwa uhuru wa bunge kuingiliwa, lakini pia napenda mkubali hata serikali inaweza kuingiliwa. Hata serikali inaweza. Kwa hiyo ninapozungumzia habari ya uhuru, kwa kweli ni uhuru wa mihimili yote mingapi? Mitatu. Haiko huru, serikali inaweza kuingiliwa, bunge linaweza kuingiliwa, mahakama inaweza kuingiliwa. Sita, kukosekana kwa uwezekano wa kuhoji matokeo ya urais. Katika mazingira ya kukosekana kwa uhuru wa vyombo vya ulinzi, mgombea mmoja ana uwezo wa kuvitumia kuhujumu demokrasia na kuzuia kushtakiwa au kuhojiwa. Saba, kukosekana kwa utaratibu wa kuishtaki serikali bila kuiomba ruhusa. Yaani unanikosea, unanipiga, alafu unasema ukitaka kunishtaki uje uniombe ruhusa. Unasikia Deus, eh? Yaani unanipiga, alafu unaninyima na haki ya kukushtaki mpaka nije kuomba ruhusa kwamba naomba nikushtaki. Nane, kukosekana kwa ugatuzi wa madaraka usiogatua mamlaka. Kukosekana kwa ugatuzi wa madaraka usiogatua mamlaka. Yaani unakuta uhusiano wa serikali kuu na serikali za mitaa ni eyes on and hands on. Macho na mikono yote iko kule kudhibiti kila kitu. Hii imesababisha kutoweka kwa uhuru wa serikali za mitaa na serikali za wananchi. Mabaraza yote yako hoi nchi nzima. Hawana mamlaka tena. Tisa, viongozi wasiochaguliwa na wananchi wana mamlaka na madaraka. Hawa madisi wetu, marasi wetu, wote wale wateule wale. Wana mamlaka na madaraka. Wakati viongozi wanaochaguliwa na wananchi wana madaraka yanayowajibisha kinadharia lakini hayana uthubutu wa kimatendo. Wasiochaguliwa na wananchi wana nguvu na madaraka. Wanaochaguliwa na wananchi ni mdomo tu, si ndio? 10, mrundikano wa madaraka kwa watawala binafsi huku wakitawala taasisi dhaifu. Ule mjadala aliwahi kuibua nafikiri alikuwa ni Profesa Sadi, kwamba tuna obsession sana ya kupenda watu wenye nguvu, watu wenye nguvu kuliko taasisi zenye nguvu. Na hiki kimekuwa ni kiini cha ubabe katika taasisi nyingi nchini. Siku hizi hata mwenyekiti wa msiba anaweza kuamua mshinde bila kura na mkashinda bila kura.
na wote wanaiga, yani kutoka kwenye ile imperial presidency ambayo imezaa imperial speakership, ikazaa imperial chairmanships. Wenye vitu wa vyama wako hapa wenye vitu wa vyama vyetu vya siasa ni kama mamungu mtu fulani hivi. Sasa ukiingiza sisi viongozi wa dini na nini na nini, kila mtu anaiga kuwa mbabe katika kuongoza kwa sababu ya kurundika madaraka katika personalities badala ya kurundika madaraka katika taasisi. Sasa nijumuishe dakika zangu 20 karibu na kuisha. Ndugu zangu, uhuru ndio utu. Uhuru ndio utu na havitenganishwi. Uhuru na utu havitenganishwi. Penye utu kuna uhuru na penye uhuru kuna utu. Kuongeza au kupunguza uhuru ni kuongeza au kupunguza utu. Hata kwa wanyama iko hivyo. Mbwa koko aliye huru kujitafutia makombo ni mbwa bora kuliko mbwa wa kufuga anayeshinda kwenye mnyororo akisubiri kuletewa wali na kuku. Mnyororo ule unamondolea ule umbwa wake, unaupunguza. Lakini wakati huo huo mbwa aliyenyimwa uhuru na kushinda kwenye mnyororo, huyu mbwa ambaye amenyimwa uhuru pamoja na kwamba anapewa chakula akashinda kwenye mnyororo, ukusanya uchungu na chuki dhidi ya viumbe walio huru na kuwa mkali kupita kiasi. Ndio maana wakisema, watu wanakushauri ukitaka mbwa wako au mkali umfanye nini? Umnyime uhuru. Ukimfunga na ukali unafanya nini? Ule sio ukali, ni ukatili asachi. Kwa hiyo watu wasio huru ni wakatili. Watu wasio huru ni wakatili. Kwamba mbwa anayeshinda kwenye mnyororo anakusanya uchungu na chuki dhidi ya viumbe walio huru na kuwa wakali kupita kiasi. Matokeo ya uchungu na chuki hiyo, ipo siku mbwa huyo akakata mnyororo na kufanya maafa makubwa. Kilele cha kielelezo cha chuki ya mbwa huyo dhidi ya mnyororo unaomnyima uhuru ni pale mbwa anapoweza kumshambulia hata mwenye nyumba na kumjeruhi vibaya sana. Akasahau wali anaopewa, akasahau hata godoro analolalia, akamrukia bwana wake na kumjeruhi vibaya sana. Jana nimelala kwenye hoteli moja ambako waliomsindikiza Mama Kamara pia walikuwa wamelala. Nimeona asubuhi wanatoka vyumbani na mambwa yale waliokuja nayo kutoka Marekani. Nayo yalipewa chumba Mambwa yale nayo yalipewa nini? Yalipewa chumba. Kila ndio. Na anapanda ndege na naona analetewa limousine pale asubuhi ili aende na nini? Tumeyajengea mabarabara. Ninawasihi sana watawala wetu wa zamu kuzingatia na kuliepusha taifa letu na ghadhabu ya Watanzania waliokosa uhuru kwa muda mrefu. Siku wakikata minyororo hawa waliokosa uhuru, tutashuhudia maafa makubwa sana. Chuki ya kukosa uhuru au kupewa nusu uhuru haiwezi kufunikwa na miradi ya kimkakati kama madaraja, majengo marefu, ndege, treni, mabwawa, mashimo ya vyoo, wala barabara za rami. Havitoshi kufunika hitaji la watu kuwa huru. Mambo haya ni mazuri. Haya niliyotaja ni mazuri, lakini kamwe yasilinganishwe na uhuru wa watu. Katiba mpya inayoweka mkataba kati ya watawala na watawaliwa na kutamka wazi jinsi watawaliwa wanavyotaka kutawaliwa, sivyo jinsi watawala wanavyotaka kutawala. Katiba hiyo ndiyo suluhisho la amani ya kudumu ya taifa letu. Na ninashukuru kwa jitihada ambazo zimeanza kufanyika. Mimi si mwepesi sana wa kupongeza. Ninapenda kusubiri sana. Hizi kwangu naona ni dalili fulani, lakini sio kitu halisi tunachokitaka.
Maridhiano it's okay, mchakato kwanza it's okay, lakini nitasubiri kuona chakula kwenye sahani ndipo nifanye nini? Nishukuru. Nirudie kutamka tena, maendeleo ni uhuru. Uhuru ndiyo maendeleo, na uhuru na maendeleo havitenganishwi. Asanteni sana.